Rasimu uliokuwepo, kwanza tukitoka kwenye mawizara au mashirika, kwa kweli unaweza ukashtukia kwamba unakiona kitu ni kibovu, hakifai kutumika, lakini matokeo yake unaenda kwenye mnada unaambiwa hivi bado tunatumia, wakati sisi tunaona kwamba havitumiwi. Assalamu alaikum ndugu waandishi wa habari. Jina langu ni Ali Makame Isa, ni msemaji wa chama cha wanunuzi wa vitu chakavu Zanzibar. Jumuiya hii tumeiunda hivi karibuni tu na tunaamini wakati wote tunapata usajili kamili. Kwa hivyo mimi hapa ninayeongea ni msemaji wa chama, lakini mwenzangu hapa ni makamu mwenyekiti wa chama hicho cha wanunuzi wa vifaa chakavu. Chama hichi tumekiunda kwa sababu moja kubwa, kwa sababu ya kuweza kusaidiana na serikali pale ambapo kwa pana vitu chakavu na serikali inaamua kuuza. Sisi ni wadau wakubwa wa kushauriana na kupata wateja wazuri tu. Lakini leo hapa kubwa ambalo kwa tumekuja kulizungumzia ni namna taarifa ambazo kwa tumezipata kutoka kwa, naweza nikazungumza taarifa iliyotokea kwenye baraza la wawakilishi, baadhi ya wajumbe namna walivyoizungumzia ofisi hii ya msajili wa hazina, kwa sababu msajili wa hazina ni mdau wetu mkubwa katika biashara hizi, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ya kuweka au kuondoa vitu chakavu au kuidhinisha serikali kununua vitu vipya kwa ajili ya mawizara na mashirika. Kwa hiyo wamekuwa tunafanya kazi nao kwa karibu sana. Lakini binafsi niko katika biashara hizi tokea mwaka 1991 nikifanya Tanzania bara na hapa Zanzibar. Kwa hivyo nimekuwa na uzoefu mkubwa wa kujua faida na hasara ya watendaji au biashara hii vile inavyotakiwa. Lakini jambo ambalo kuwa nimelisikiliza kwenye mitandao, lakini nikaona kwa njia moja ama nyingine sisi kama wadau wa wanunuzi wa bidhaa hizo kutoka serikali na sehemu nyingine, tumeona na sisi tutoe taarifa yetu juu ya kile ambacho kwa kilikuwa kinazungumzwa juu ya msajili wa hazina. Kiukweli tunaweza kusema kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alifanya jambo zuri sana kuweka idara hii ya msajili wa hazina ndani ya Wizara ya Fedha, kwa sababu zamani ilikuwa tunapata usumbufu sana wakati tunapoingia katika minada kununua vitu vya serikali. Mara baada ya kununua, upatikanaji wa dokumenti lakini uendeshaji wake ilikuwa hauko imara. Lakini mara baada ya kuanzishwa taasisi hii ya msajili wa hazina, na kwa bahati akapatikana mtu ambaye kuwa ana uwezo mkubwa wa kuweza kuiongoza taasisi hii, sisi wadau tulifurahi sana, kwa sababu hata pale unaponunua bidhaa huwezi ukachukua wiki moja au siku 4-5 kabla ya kupata dokumenti yako. Lakini zamani ilikuwa inaweza kuchukua miezi 2 mpaka 3. Umeshanunua kitu, matokeo yake ndani ya miezi 3 unapigana kama ni gari, vipi utapata kadi ya gari kwenda kubadilisha. Kwa kweli tumemwona kwamba kwa njia moja ama nyingine Mheshimiwa amechagua mtu ambaye kuwa ana uwezo wa kuihudumia idara hii. Na tumepata malalamiko fulani kwamba kila siku au mwezi mmoja anaweza akabadilisha wafanyakazi zaidi ya 10 kwa sababu zilizokuwa zieleweki. Lakini sisi kama wadau tumeona kwamba wafanyakazi anaobadilisha ni kwamba hawana uwezo wa kuendana na kasi yake yeye. Na kama mnavyojua, pamoja na yote, idara hii msajili wa hazina huwa na ripoti moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo zile kasi ambazo kwa anazitaka Mheshimiwa Rais katika uongozi wake, naweza kusema kwamba hapa amepata mtu mzuri, na tunaweza kutumia lugha moja, anastahili kumlinda kwa sababu amegusa maslahi ya watu. Nazungumza kwa nini amegusa maslahi ya watu? Unaweza ukenda kwenye wizara, kuna vitu ambavyo kuwa havistahiki kuendelea kubaki pale, lakini kwa faida ya serikali kwamba vitu vile ukiviuza vikiwa katika hali angalau ya afadhali, inaweza kuingiza serikali pesa zaidi. Lakini kumbe wale huwa wanafanya kama ni duka lao, huandika matumizi ya matengenezo ya magari, lakini kumbe kwa kiasi kikubwa huwa wanachomoa mle kwenye vifaa vile. Kwa hivyo baada
ya kuambia watu wa mashirika, watu wa mawizara kwamba lazima waorodheshe vitu ambavyo kwa vimepitwa na wakati, na kwa bahati yeye huwa anakwenda moja kwa moja ili kufanya survey. Matokeo yake anapokuta naambia hichi na hichi kutokana na hali ilivyo nataka kiuzwe kwa faida ya serikali, kikiwa bado tunaweza tukauza tukapata hela zaidi. Na ni kweli, kwa sababu wakati mwingine ilikuwa unakwenda unanunua kitu kibovu kabisa, yani kimeachwa kiasi ya kwamba kama wale watu watendaji hawana huruma na serikali. Sasa haya ni mambo ambayo kwa njia moja ama nyingine imewagusa watu ambao kuwa ilikuwa ni chakalao la kupata pesa kwa kushingizia kwamba wanapata pesa za kununulia spare, kumbe wanachomoa mle. Kwa hiyo kasi ambayo kwa amekwenda nayo kwa kweli sisi tumeridhika nayo, na tunamuona kwamba maana kama ingekuwa ni mchezaji mpira tungemwambia Difari kuna haja ya kumlinda mchezaji huyu ili asiumizwe, lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais ni msikifu, pamoja na maneno yote yanayozungumzwa, lakini na sisi wadau ana haki ya kutusikiliza. Kwa kweli laiti ingekuwa wizara zetu, mashirika yetu yanawafanya kazi kama hawa angalau 5 tu, tunaamini kwamba mheshimiwa angepata unafuu nzuri juu ya ile kasi yake ambayo kwa anataka aende. Kwa hivyo tunasema kwamba Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kwa kweli mheshimiwa msajili wa hazina ni hazina kwa taifa letu, na tunaamini kama vile wenzetu wa Tanzania bara wanavyotoa gawio, na sisi tunategemea kutokana na utaratibu ambao kwa ameuweka, wakati wote mashirika yetu yanaweza kutoa gawio ikiwa kutakuwa na wasimamizi kama hawa. Rasimu uliokuwepo, kwanza tukitoka kwenye mawizara au mashirika, kwa kweli unaweza ukashtukia kwamba unakiona kitu ni kibovu, hakifai kutumika, lakini matokeo yake unaenda kwenye mnada unaambiwa hivi bado tunatumia, wakati sisi tunaona kwamba havitumiwi. Lakini hata pale unaponunua kuweza kupata dokumenti yako, wakati huo bado hakujakuwa na msajili wa hazina, ilikuwa tunaita wahakiki mali. Matokeo yake ukienda kwenye wizara sehemu ile kitengo kile unaweza kuchukua miezi 2 au 3 unadai dokumenti yako hujaipata. Kwa hiyo huu ni urasimu ambao ulikuwa unazorotesha kuweza kukusanya mapato kwa haraka, lakini unaweza ukashtukia pengine mnaweza kukaa kwa mwaka ukafanya mnada mara moja. Kwa hivyo lakini sasa hivi kila wiki unaweza ukashtukia mnaweza mkawa na minada 2, 3 au kila mwezi unatokea minada hiyo. Kwa hivyo kila wizara huwa anapewa muda maalumu kwamba tumekuja kuhakiki, lakini kuna vitu hivi tunataka kuhakikisha kwamba vinatoka. Kwa hivyo kila wizara, kila idara, kila shirika wamepewa mwongozo maalumu wa kuweza kuondoa mali chakavu, wakati utaratibu huo zamani ilikuwa haupo. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba ule urasimu uliokuwepo kwa kweli sasa hivi umeondoka. Lakini sio hivyo tu, watendaji ambao kuwa wanachagua ni watendaji ambao kuwa ikiwa mmerudi kwenye mnada leo, kwa kweli ushalipa kila kitu, unakabidhiwa mali yako na dokumenti zako zote. Kwa hivyo kama unaenda kubadilisha hati ya gari na nini inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo unaweza kusema ni urasimu nzuri. Lakini tatizo tulilonalo katika wizara hii ya fedha, kuna watendaji wengi ambao kwa wanakwenda kwa sababu ya mtoto wa mjomba au kwa hivyo japo kwa hana uwezo wa kuweza kufanya kazi. Sasa matokeo yake ukimpa mtu ambaye ukienda na meneja ambaye kiongozi ambaye na uwezo mkubwa, hawezi akakubali kwamba huyu aniharibie kazi yangu, na kwa sababu pale hakuja kuwa na bodi ambao labda bodi wanashauriana, na unaweza kusema kwamba huu taratibu ambao umeweka Mheshimiwa Rais unaweza ukarahisisha zaidi utendaji kuliko kungekuwa na bodi, kwa sababu kungekuwa na mashauri ya baadaye mashauriano yale yangekuwa yanaingiza maslahi binafsi haya ambao yangechangia kuzorotisha uendeshaji wa taasisi hii. Lakini naamini kutokana na uwezo alionao kijana huyu, lakini mwenendo ambao anakwenda nao, hata ukenda kwenye idara wanakuambia kwa bahati hutumia neno moja, bwana Sanya hivyo hakubali bwana, lazima ulete risiti ambayo moja kwa moja imeingia kwenye mfumo. Zamani watu walikuwa wanaandika risiti za vikaratasi tu, lakini sasa hivi hakubaliani na hilo, anakuambia mimi siwezi kukubali risiti yoyote mpaka ile risiti ambayo moja kwa moja tunajua kwamba hii pesa imeshaingia kwenye account. Kwa hivyo urasimu huo umeondoka, na sasa hivi kwa namna ambavyo kwa utendaji anaofanya, kwa kweli ni jambo la kushukuru kwamba tukipata mfano huyu awe ni mfano kwa watendaji wengine, ili kuhakikisha kwamba kodi inakusanywa vizuri, mapato yanapatikana vizuri. Na hata ukienda ukiangalia, nadhani leo bajeti ya serikali itasomwa katika sehemu ambazo zinategemewa
kwamba zitakusanya mapato zaidi na zimekusanya mapato zaidi. Moja ni msajili wa hazina. Kwa hivyo tunaamini kwa kweli kuna vitengo ambavyo kuwa vinafanya kazi vizuri. Naona si vibaya hata kuizungumza, kwa mfano kama shirika la umeme. Kwa kweli meneja aliyepo anakwenda vizuri. Naona. Kwa hivyo hawa watu kwa kweli naweza nikasema Mheshimiwa Rais ni wa kuwalinda, kwamba ni hazina inaweza kutusaidia vizuri tu kuweza kukusanya mapato. Hata ZRA sasa hivi wanakusanya mapato vizuri. Kwa hivyo kwa mashirikiano mazuri, naamini Wizara ya Fedha inaweza kufanya vizuri na kuongeza pato la taifa, ikiwa tutaacha maneno ya pembeni. Wawakilishi kuzungumza ni haki yao, kwa sababu mtu akiweko pale anaweza kuzungumza lolote kwa mujibu wa sheria. Lakini sisi kama wadau tunaweza kuwasaidia wawakilishi kwamba hichi mlichopewa hakifanyia utafiti, kwa sababu hata kwetu sisi ilikuwa waje waangalie maoni yetu, kama ambapo kwa mnachukua maoni yetu hapa. Kiukweli ni mtu ambaye kuwa tuna mategemeo serikali itapata mapato zaidi, lakini na hii kazi itakwenda kwa ufanisi nzuri, na ule urundukanaji wa magari kule na vitu vingine vichakavu ambavyo kuwa vimeshastahili kuuzwa, watu wanakwenda na dokoa, huu utaondoka, masuala hayo yataondoka kabisa.